Hello, testing. 1 2 1 2 1 2 1 2 testing. Really testing. Alright, niko hapa basi ni kwenye mwanzo wa sinema. Tina hapa basi stari moja maridadi zaidi. Tunakuja kumpata jamaa fulani na ambaye hapa basi bila shaka pale aliweza kunyakua bidhaa fulani kuchomoka kwa ikuru ya Marikia. Ni kwenye ruti za mwanzo wa sinema. Ala, kuna hapa basi Jade Frani imeweza kuchomolewa hapa basi moja kwa moja kwa ikuru ya Marikia, yani ya Queen. Kwa ikuru ya Queen hapa basi kumeweza kuchomolewa Jade Frani. Jade ambayo iko na maana zaidi basi bila shaka pale kwa yule Marikia. Hii nayo hapa basi ni kwenye ruti za introduction. Ni kwenye ruti za introduction. Utakuja kupata jamaa kama vile hapa basi bila shaka pale Donnie Yen kwenye Hero Cinema. Ruti kando pia basi bila shaka pale special appearance utakuja kupata jamaa kama vile Jackie Chan. Jackie Chan ataweza basi kuchomoka ruti moja ama zingine bishi bado kwenye Hero Cinema. Lakini Lam Fan Kang na Bailey Wong Chong ndio mashtara kwenye Hero Cinema. Ruti kando basi utaweza kupata Magichi, utaweza kupata hapa basi bila shaka Rasman Kwan, wote kuishi iko ni kiti ya watu wanakwenda kwenye Hero Cinema. Kina Michael Fontonsa wote waweza kuhusika, akina Meng Tang Kong, akina Hin Kong Kak wani kati ya watu waweza kuhusika kukuandaria kwenye Hero Cinema. Zote basi zikuende kwenye ruti za mwanzo. Kahe toka he abasi pilisha kapare pia ni mwingine kwenye Hero Cinema. Tao Chang Hang pia waweza kuhusika basi kukuandaria kwenye Hero Cinema. Ala, Aish iko hapa si pia iko ni kwenye ruti za mwanzo. Inasemekana wakati wa zamani karibu na mtaa wa China hapa basi bila shaka pale kuna mji ulikuwa unajulikana kama vile Amazonia. Mji wa Amazonia iliwa sasa. Hii ni nyakati za zamani za kale kabla ya Yesu kuzaliwa. Kwa ule mji wa Amazonia kuna Marikia aliyeweza kufanya Kiibrania na akaweza kufanya jambo fulani la unyama, na ikawa sasa wanaume ndio watakuwa wanakaliwa, kiasi kwamba wanaume walikuwa wanauzwa kama ni ng'ombe. Cheki, wanaume walikuwa wanauzwa stari kama iko imefungiwa. Ikawa sasa basi ufalme ni wa wanawake na wanaume ni watu basi wanauzwa stari ya ng'ombe. Kama venye unaenda kununua hapa basi bila shaka pale kondoo, mbuzi, farasi, hata punda. Hivi basi ndivyo ambavyo ungeweza kununua wanaume. Wanaume walikuwa wanauzwa ili kufanyia kazi basi kufanyia wanawake kazi ngumu. Wanaume walikuwa hapa si bila shaka pale wanauzwa design kama hiyo. Na hakuna mtu anamheshimu zaidi wanawake waheshimu wanaume. Na sasa kuna manze kwa jina la 13th Master. Kazi yake ni kuuza wanaume. Ndio huyo. Amekuja na wanaume wengi zaidi ya raizi. Ndio wanaume anakuonyesha ni modo wena hinya, kifua iko na nguvu, ni mtu ambaye ataweza kufanyia kazi, anaweza osha, anaweza kufuria nguo, ni mtu ambaye ako na nguvu. Kwa hivyo wakati mapodhati in the master anakuja kuuza basi, manake nimekuambia hawa ni wanaume wanauzwa. Manake wanaume wanauzwa kama kondoo na wanauzwa wanawake ili wakafanyia wanawake kazi. Kwa hivyo mama fulani alikuja basi kununua. Unaona, alikuja kununua naye akadai anamnunua ili basi akamnyenyuage. Lakini yule basi bila shaka pale mwanaume alikataa, akasema huyu mwanamke ako na sura mbaya sana, mpaka ako na aderu, ako na ndevu na ni mwanamke. Wewe akasema mwanamke ako na sura mbaya sana bana, niuzie mwanamke mwingine. Lakini kumbe nyakati hizo kuna ile inaitwa love charms. Kuna dawa fulani ukinukia unapenda mtu, ndio hiyo inaitwa love charm. Maza alijifunika kisha akapulizia hapa basi bila shaka pale yule kijana akaulizwa, unaonaje mimi ni msupu? Akamwambia manza, wewe ni msupu ndio. Ukinukia hiyo uangalia hata mtu kama ako na sura mbaya namna gani unamnoki. Kwa hivyo akaanza kuona akiwa msupu. Cheki, unaona? It's a magic charm, magic love charm. Kuo
tuachane na manzi wetu basi bila shaka pale. Ukipenda tuachane na manzi wetu that in the master, tukuingilie upande mwingine, tukuje kupata manzi kwa jina la Blue Bad. Kanyoni Kaburu ndio huyo, the Blue Bad ni manzi moja basi bila shaka pale, ambaye ni hatari kubwa zaidi, ni manzi moja ambaye ni hatari kubwa zaidi, anafanya kazi kwa ikuru ya Malkia. Manzi wetu Blue Bad, yeye ni mtumishi wa nani? Ni mtumishi, lakini punde yule mzee, yule kijana ambaye aliweza kufanya basi wizi ndio huyo. Aishi Dani ndiye kijana aliweza kufanya wizi. Dani amechomoka basi bila shaka mbio, manake Dani aliweza kuhusika kuna ule wizi wa ile bidhaa. Upande mwingine, kuna upande wa juu, sio mwingine wala ukipenda ni Donnie Yen. Tumia lile kamba lake shusha. Donnie Yen tumia kamba lake kuingia fasta basi bila shaka para mpaka kwa upande wa chini shusha, kumsaidia yule kijana wetu. Anatumia ile kamba yake inadunga pahali basi bila shaka para anatamburuka na stadi kama hiyo. Donnie Yen shusha. Donnie Yen amekuja kusaidia nani? Amekuja kusaidia yule kijana wetu ambaye basi ni Danny Lee. Wakati huo basi nao madambes, yani wale wanaume ambao walikuwa wanauzwa, wanaume ambao walikuwa wamefungwa na manzi wetu that in master, waliepa huko na Donnie Yen akamchukua Danny Lee, akamchukua Lee huko, akamwambia basi bila shaka pale ahepe watapatana baada ya siku 3. Unaona, wakaagana wapatana baada ya siku 3 na kuepa stara kama hiyo. Cheki maneno. Wow. Kisha Donnie Yen aliweza kuangusha makaratasi ambayo yanasema kuwa mwokozi wa wanaume ambaye anajulikana kama vile Rex amezaliwa, na mwokozi wa wanaume atakapochukua uswada, wanaume watachomorwa kwa utawala mbaya wa wanawake. Hayo ni makaratasi ambayo wanasema stari kama hiyo. Sasa na manzi wetu 13 master amejam juu wanaume wake wamepotea. Wanaume ndio wanaita kwa dumbbells. Alikuja na wewe ni ukira wewe. Waratana juu. Kujaribu basi kuleta kinyuru jamaa kujaribu kuhepa. Moja. Nani huyo? Blue Bad. Sasa na manzi wote anamwambia basi Blue Bad, nipatie watu wangu. Wewe ndio umefanya watu wangu wahepe. Sasa walianza kitanzi. Manzi wetu hapa basi bila kapanda 13 master wakuwa na huyo Blue Bad. Na ndio kodi gidi ya wewe. Utaniwacha. Blue Bad ni mtedri. Moja. Makaburu. Mimi nataka unipatie watu wangu. Ndoke kudhogo na umerie. Alichukua mashuka. Salala. Wololo yaye. Akaanza kumvamia yule manzi wetu. Alichukua mashuka, akaanza kumvamia basi bila shaka pale. Huyo manzi kwa jina la Blue Bad walianza kuvamiana. We, unasikia hapa basi bila shaka pale. Huyu manzi Blue Bad anafanya kazi kwa ikuru ya Malkia, kwa Paris, kwa ikuru ya Malkia. Akamwambia na wewe you are a pain in the ass. Utanipa naye basi 13th master anasema anataka nini? Anataka watu wake. Aish, ikawa sasa ni kitanzi. Wamerarua zile mashuka zote basi ziko juu angani. Na wao sasa basi bila shaka pale ni kitanzi, manake wote wawili upande mkono bana machizo. Cheki, wote wawili upande mkono abana machizo. Walianzana shasha. Na wewe 13th master uchunge. Mwanzo na kuambia haka kama za kwa jina la Blue Bad ni kadedri zaidi. Kanafanyia Malkia kazi. Sasa ni kitanzi. Cheki. Wewe. Ashalala. Kumondokia kistairo. Na kuweka stance. Aish. Blue Bad hataki maneno mingi, lakini manzi amejam. Anamwambia wewe Blue Bad, 13th master amejam. Anataka Blue Bad ampatie haba sibrisha kapale mamanzi wake ama watu wake. 13th master na yeye rangi kwa boka indakisha kana kufika puro pando speedy. We adwa kwa watu harako akapigwa tena meno. Nikiroli magego pigwa tena. Urago magego naye alijama akajua nawe kukudhama take miss. Akaondokewa pata moja. Katumia kane korwe kidogo. Nari time akaamua kumpata miguu. Stari gani? Blue Bad pato miguu. Twende bado. Blue Bad anikamata. Nikitorania nawe. Anza kumwambia nipatie watu wangu.
Unadhani na kuogopa? Utanipatia watu wangu ambao wamehepa. Utanipa watu wangu ambao wamehepa. Watu wangu utanipatia. Utanipatia watu wangu, upende usipende. Ikabaki sasa basi bila shaka pale kuwa ni kitanzi. Cheki. Ikabaki sasa hapa kuwa ni kitanzi shisha. Brubad chini na kuumiria. Na mwanza alitumwa bidhaa silaha zingine zake kwenda basi kumpepeta, na akatuma basi silaha nyingine yake kwa mguu. Cheki. Brubadi kaikamata kisha kurusha zile basi silaha zote kuzipepeta staili. Asante na silaha yake kuikamata. Kisha kwa moja. Hata wewe umeuka muno muno, that in the master. Akona silaha zingine dedri. Inda kaweka silaha yake, kisha kuingia manzi mwingine basi bila shaka pale kwa jina la Vocha. Vocha alikuingilia. Vocha wanafanya kazi ya basi bila shaka pale na nani? Vocha wanafanya kazi na Brubad kwa Ikuru. Sasa Vocha alikuingilia, lakini Vocha aliulizwa Maigeha. Manzi wetu aliona doa ni Maigeha, hawezi kataka mchezo. Manzi wetu 13th master na watu wamekuwa wengi. Lakini hata hivyo huyu jamaa amevamiwa sana. Did you do that? Ni wewe uliweza kupepeta mtu stari kama hiyo, lakini Vocha akamwambia usijari. Bora mission accomplished. Tupeleke huyu jamaa. Sasa hawa mamanzi wawili wanafanyia kazi, wanafanyia Queen kazi. Najua wanafanyia kazi Queen, wanatafuta basi bila shaka pale kijana ambaye anajulikana kama vile Rex. Maza kasema rumwale hatu murutura tuheju adoya onoruothe na mathire. Pero wakati kulivamiwa wale watu wote wanono wanaume ambao alifaa kuwauza huyu manze wetu walihepa. Sasa tumebakia ni wale tu basi tumekonda. Right on time. Marshal, mkuu wa wanajeshi wa Malkia, mkuu wa wanajeshi wake Malkia alikuingilia. Marshal ndiye anapatia watu ruhusa kufanya biashara. Wanajua na manze wetu 13 master. Lakini sasa 13 master akona deni ya Marshal. Akona deni basi bila shaka pale ya Marshal. Nilipo sasa Marshal alimwambia nataka deni kati yangu na wewe ishe. Na tunaona basi biashara imeharibika, manake mpaka wale wanaume walikuwa nauza wote wametoroka. Nataka kukupatia contract. Nataka utafuta huyo mwanaume. Ukipata huyo mwanaume, deni yangu yote ambayo uko nayo inaisha. Ukipata huyo mwanaume. Olewe kumemenya hata na usolete black and white. Akambo ukitafuta huyo mwanaume uniletee. Hakika deni yako yote imeisha. Deni yote ambayo uko nayo. Na usiponiletea huyo mwanaume, nitafunga hii biashara yako ya kuuza wanaume. Hii biashara nitafunga. Na huyo mwanaume unaweza mjua kwa maana hakai kama watu wengine. Na cheki wanaume wenye wanatumiwa kwa vibaya. Kuna huyu ni wakupuliza kama mama ananuka kibwenye. Sasa amewekwa hapo kando. Siku ile wanaume hawana unaona wanauzwa soko. Sasa akamwambia Marshal, akamwambia manzi wetu, huyu kijana ambaye nataka nitafutie, akiona dem supu masikio yake ina turn red. Hivyo ndivyo utamjua. Hivyo ndivyo utajua huyo kijana. Akiona dem supu masikio yake yanageuka yanakuwa nyekundu. Kwa hivyo wewe jueni msupu, ukiangalia kijana fulani uone masikio yake yamekuwa nyekundu, ujue huyo kijana ndiye nataka na umlete kwangu. Ukimleta kwangu, deni ulionayo yangu itaisha na hatimaye biashara yako itaendelea. Na ukikosa biashara yako naifunga. Sasa 13th master huyu manze wetu, ili biashara yake iendelee na ile samehewe deni, lazima atafute kijana ambaye akiona dem supu masikio yanakuwa nyekundu. Hiyo tu ndio crew. Hebu tuingie sasa kwa ikuru ya the Evil Queen. Ikuru ya the Evil Queen. Red Vulture wale kuingiria wako na manzi wetu Brubad. Lakini Red Vulture aliulizwa ni kwa nini uko na kikosi chako cha mabarbarians huko kando kinyume na sheria ya Queen. Akadai basi bora tu ni accomplish mission. Nero sasa wanakuwa kama partners. Wanakuwa partners wako na Brubad. Lakini mpaka Brubad alistuka kusikia habari bila shaka pale huyu Red Vulture ako na kikosi chake cha Vultures. Ako na kikosi chake cha barbarians yani. Huyu Red Vulture. Red Vulture alimwambia basi bila shaka pale, mimi sitakai kusikia wanaume wakiongea.
manake wewe hata sio mwanaume kamili, wewe ni kama Saitani. Alijam sasa akaamua kumaliza Red Vulture. Cheki, alijam akaamua kumaliza Red Vulture. Huyu ndiye high priest. Cheki maneno, alijihoria anataka kumaliza, lakini Brubad alimuomba kama mbele, tafadhali usimalize Red Vulture, hata kama amekosea wachana na yeye. Kwa sababu ya Brubad, high priest akamsamehea Red Vulture, lakini Red Vulture akafukuzwa. Red Vulture alifukuzwa na akambu achomoke basi na hata kuwa tena napatiwa mission yoyote. Kwa hivyo Red Vulture alichomoka na akamwacha Brubad. Sasa Brubad ndiye tu anaweza tuma kwenye mission kwa hii ikuru. Sasa ndio hicho kikosi chake Queen. Na ulisikia kuna jade ambayo iliibiwa. The secret jade iliweza kuibiwa kutoka basi kwa ikuru. Kwa hivyo yule soja ambaye alikuwa in charge of security, hivyo Queen alimhukumia kifo. Mwanzo huyu manzari ambu wendi ulikuwa unafaa kuweka ulinzi. Wendi ulifaa kuweka hapa si bila shaka pale hiyo jade ulinzi, na ikaibiwa, hakuna mtu anajua pale ulikuwa. Na kwa hiyo makosa wewe umehukumiwa kifo mara moja. I sentence you to death. Mara moja. Huku basi bila shaka protesto kiule hivyo Queen anatumia nguvu zingine za kipepo, anakuwa na evil powers. Kama hizi ni nguvu zake basi bila shaka pale za kishetani. Shalala iko kwa ukuta. Wanajeshi wakaona sasa amejam, na ukicheki wale wanajeshi wote ni wanawake. Mwanzo kwa hii territory yake hivyo Queen mwanaume hatambuliwi, lakini imeandikwa kwenye Biblia ya siku hiyo kuwa kuna kijana ambaye anajulikana kama vile Rex. Yani Rex ni jina sasa takatifu, na Rex uswadi utamwangukia kwa mkono na ataokoa wanaume. Kumbe sasa kuna hapa sibrisha kapale huyo spirit ya sistake Evil Queen ndio waka basi spirit ya sistake Evil Queen ndio inamwambiaga venye mambo itakuwa. Kwa hivyo wanaume wanatafutwa, wanaletwa hapa wawili kila siku ili angalau kama basi mmoja wao ndiye Rex. Junior yao ni kumuua Rex. Rex ni kumaanisha mwokozi wa wanaume, lakini hawakuangaliwa na ule basi ina ile spirit ikapata hapa hakuna Rex. Kwa hivyo kawa ni kazi bure, hapa hakuna Rex. Kwa hivyo basi bila shaka para ni kazi bure. Lakini hata hivyo wakamalizwa mishoni ya Queen wakuwa na sistake ni kuua mwokozi wa wanaume. Na ndio kila siku kuna tafuta wanaume wawili, wanaangaliwa kama wako na alama, na kisha hatimaye basi wanauawa ili mwokozi wa wanaume aweze kuuawa. Lakini hata hivyo basi naye huyu Evil Queen, ile spirit ya sistake ambayo imekapana ndio inampatia story, pia hanaga imani nayo. Hata hivyo spirit ya sistake basi nimwambia vizuri zaidi, upende usipende, wakati ujiri utapelekwa kwa mto fulani, huo uswadi uangukie kwa mkono, huo uswadi utaanguka kwa mkono wa Rex, yani wa mwokozi wa wanaume, na wanaume watakombolewa, na siku hiyo wewe utakufa na hutatawala wanaume tena. Akiambiwa na spirit ya sistake anaitesa kisaitani kali. Unaona, anatesa sistake kisaitani kali. Kwa nini basi anamtesa? Kwa sababu hataki kuambiwa ukweli kuwa uswadi utaanguka mikononi mwa kijana ambaye ndiye mwokozi wa wanaume, na utawala wa huyu Evil Queen utaisha. Anaambiwa ni ukweli. Sasa anasema nataka kuua huyo kijana. Sasa akona boyfriend yake kwenda kumguza, alimwambia usiwahi guza mimi. Kwa nini sikuguze? Akamwambia kwa sababu wakati moja sistake ambaye spirit yake nimefungiwa hapo alilalaga na boyfriend yake. Sasa hii ni kumwambia kutoka siku ile alichukia wanaume, na ndio hata wakati alichukua ushukani hapa basi bila shaka pale hakuwahi taka wanaume wawe watu wazuri, hakuwahi taka wanaume wakae maisha mazuri, kwa sababu wakati moja yeye wakuwa na sister yake walikuwa matwins, lakini boyfriend yake wakati wa zamani alilala na sister yake na hakuwa anajua. Unaona, mudhaya kumaliza wera akaangalia haya kubeti bila kuthondekaga
kai tiwe nikugane wewe sasa hatimaye basi bila shaka pale ilienda venye ilienda, ikabasi akachukua ushukani. Wakati alichukua ushukani akawa kuna nguvu za kisaitani yule mama. Sasa hii sasa ni kuelezea na ni kwa nini hatakai kuguzwa na mwanaume. Mwanzo kuweza kuchomoka vita, babaka akakufa na yeye akachukua ushukani. Wakati alichukuaga ushukani alijijaza na nguvu za kishetani, na kisha akafungia spirit ya sister yake itaitoka hapo, na akaamua wanaume watatumiwa kama punda, kwa sababu ati boyfriend yake alimsaliti akalala na dadake. Mumeona boyfriend yake hakuwa anataka, ni venye walikuwa basi wanafanana. Hai suru. Haya basi tuone maneno. Hata hivi aliambiwa kama anataka amani atume Brubad ahakikishe huu swadi hautaanguka mikononi mwa Rex. Kwa hivyo Brubad alituma kwenye mishoni, na mishoni yake Brubad ni kuhakikisha huo uswadi hautaanguka mkononi mwa Rex. Yani Rex ni kumaanisha mwokozi wa wanaume. Hata hivyo kuna kuna kiigo ambacho basi bila shaka ni kiivo kitamuongoza manze kumpeleka pahali ambapo basi ile Jade inaweza kuwa. Kwa hiyo manze wetu Brubad ambaye ndiye alikuwa mercenary, yani ndiye mamluki wa hali ya juu zaidi, ndiye mercenary kwenye ikuru ya Malkia, alitumwa moja kwa moja, aliweza kutumwa na manze wetu anafuata ile igo kumwelekeza pahali ambapo ile Jade inaweza kuwa. Tuchomoke Raizo tukuja kupata pale ambapo basi bila shaka pale kuna watu kama hawa. Cheki, hawa ni wanaume ambao basi bila shaka wameamua kufanya kazi ya kutumbuiza watu. Ukiwa mwanaume na uko araza nyewezi hauna bahati. Alifunywa masikio. Kai. Mwenye amechunwa masikio, mwenye nachunana basi wanamuitaga master. Ama Master Blackwood. Master Blackwood ndiye Master Raizi. Wanafanya kazi ya kuentertain watu. Naye huyu anajulikana kama vile Chacohead. Unaona? Huyu anaitwa Chacohead. Ashalala. Manzi wetu naye alikuingilia. Chacohead ndiye huyo. Maridadi. The Master naye usije kasao basi bila shaka pale kwa mtaa anatafuta mtu ambaye akiona dem masikio yanakuwa nyekundu. Akiona dem masikio yanakuwa nyekundu. Alright. Chacohead aliona kadem. Kai. Right on time. Yule mwizi alikuingilia. Daniel alikuingilia. Nerwende aliweza kuiba ile Jade. Aliweza kuiba ile Jade. Nike guoko. Wewe kama king. Ala. Lakini alimwambia unajua nini? Kuna mtu fulani na hakumwambia anafanana namna gani. Akamwambia kitu, tunapatana mtu fulani aitagwa Crouching Tiger. Baada ya siku 3. Right on time Master akaingia. Watu wako watatu ni mabeshte na wanacheza kama mchezo basi bila shaka pale wa kuigiza. Wanacheza kama ule mchezo wa kuigiza. Kwa hivyo waliendelea basi bila shaka pale kucheza ule mchezo wa kuigiza. Lakini Chacohead ama kwanza basi bila shaka pale manzi wetu na the Master anafaa akuangalie, ukimwambia yeye ni msupu akakumbuka venye aliambiwa kwa yule jamaa ambaye anatafutwa anafaa akiangalia dem masikio inakuwa red. Kuangalia huyu haijakuwa red. Ndio limo wewe toka. Aisru. Upande mwingine naye Chacohead alimuonaga yule manzi akamnoki. Kwa kama mwambie tafadhali Master, jua unakuaga pia ni mganga, hebu niambie nataka unionyeshe yule demu ambaye nitakuja kuoa. Akaambia okay. Wacha nikupatie magic binocular. Akapatiwa magic binocular. Akaambia yule manzi utaona hapo ndiye atakuja kuwa bibi yako. Sasa ni Chacohead. Kuchungulia akaona farasi. Gaikia farasi leo. Gaikia baradhi. Bibi tigawana. Kugongwa akaanza kuona kala kama nzeketu. Wa gatikire kuwa bono ocio no kaikia otherwise tigawana thigoro nendo katubuiza watu na uwende haraka katupo speed right on time. Brubad pia akakuingilia. Haya
jamaa anaendelea. Washalala. Wololo yaye. Sasa huyu naye alikuwa amechunwa masikio. Alikuwa amechunwa masikio. Kwa hivyo wakati Datinde Master alimwambia niangalie. Mimi ni msupu. Wakati alichunwa masikio iligeuka ilikuwa ya red, manake alichunwa na Master. Maza kufunua akaona basi masikio ni ya red. Akadhani ni yule alitumwa. Kwa hivyo mara moja akaamua kumweka pingu mpeleke. Kabla hajamweka pingu akachukuliwa ili wakacheza ule mchezo. Lakini hata hivyo Datinde Master amejua basi Muruti Oge. Jina lake naye huyu ni Brockhead. Jina lake ni Brockhead. Mchezo uliendelea. Sasa mtazamaji, nataka ucheki hapa vizuri zaidi. Datinde Master ameamini Brockhead ndiye alitumwa akamtafute. Juu alitumwa akatafute mtu ambaye masikio yake yanakuwa nyekundu akiona manzi. Sasa Datinde Master naamini Brockhead ndiye alitumwa akamtafute. Upande mwingine naye Brubadi ako hapa. Brubadi ndio huyo. Ako hapa na anamtaka Danny Lee. Manake Danny Lee aliweza kuiba ile jet. Mbali na hivyo kuna manzi mwingine pia ambaye ana haja na ile jet. Yule Red Vulture. Red Vulture ako na haja na ile jet. Hawana habari kwa wanawindwa. Sasa unaye katika ile mchezo alisema nie yake kama ukitaka jambo ungetaka makagare desida kugetinia nimeamua kukata makagare yangu na nimeikata na ndio hii mirole hii. Ati ni mchezo wa kuigiza. Wakati huo masoja walikuingilia. Wakauliza wanaume wanafanya nini hapa? Wanaume wafai kuwa wanafurahia, wanafaa kuwa kufanya kazi. Wanaume wanafaa kuwa kufanya kazi. Ria makagare momati niyo. Kitanzi sasa. Na Datinde Master ako na haja hapa basi bila kapara na nani? Datinde Master ako na haja na yule Brockhead. Huko basi bila kapara naye Brubadi ako na haja na Danny Lee. Kitanzi shisha. Wow! Aish. Mwanzo Danny Lee ako na ile na ile jeda. Sasa huyu na yeye hai bobo. Anaona tu bobo, hajui maisha yake kwa hatarini. Right on time, nani kuingilia? Red Vulture kuingilia. Cheki maneno. Sasa wewe kaa kando. Na kule mugate. Na uchunge Red Vulture sio mzuri. Sasa Red Vulture walipatana hapa basi Rife na yule manze Brubadi. Walipatana na Brubadi. Na kucheki hata sio huyu ambaye ako nani ni mugate tiga wana. Sandala huyu ni Chacohead. Ndio kuna Chacohead na Brockhead. Na ni brothers. Na kuna Danny Lee. Sasa Danny Lee aliumeria maana Danny Lee yeye ndiye ako na ile jet. Lakini unisikia ule manze kwa jina la Red Vulture ako na kikosi chake cha Barbarians. Kwa hivyo maskini Danny Lee alivamiwa na Barbarians. Danny Lee alivamiwa na Barbarians ambao wametumwa wamvamie na nani? Wametumwa wamvamie na ule manze kwa jina la Red Vulture. Mwanzo Red Vulture anataka ile bidhaa ajisaidie yeye mwenyewe. Barbarians ndio hawa shusha. Wanamfanyia kazi Red Vulture. Lakini alikuingilia sasa manzi wetu. Santa Brubadi alikuingilia. Chukua. Cheki kamata. Mavultures. Manzi wetu akaanza. Cheki Brubadi sasa. Brubadi ameanza. Mwanzo Brubadi anataka ile bidhaa aipelekee Marikia. Right on time. Red Vulture. Wow. Na maskini Danny Lee amevamiwa huku akaulizwa iko wapi Jade? Nipatie Jade na uone naweza okoa basi maisha yako. Alikataa. Wakati ule na Brubadi nikuvamia Barbarians. Brubadi anavamia Barbarians. Brubadi shasha anakugonga unakaa juu, anagonga mwingine anakaa juu, kisha nyinyi wote anataramuka na nyinyi namna gani? Santa wa anaitwa Brubadi. Red Vulture akatafuta ile habasi bila shaka pale Jade haipati. Akachomoa silaha. Sasa ugomvi ulichomoka. Mwanzo Brubadi hawezi kukubali huyu manzi achukue ile Jade. Juu Brubadi alitumwa hii ni mission
ambaye tumwa kutoka kwa ofisi za Malkia. Kwa hivyo Bluebird lazima aweze kuwa accomplish mission. Upande mwingine naye Manzi anataka ile Jade ili yeye anajua akipata Jade yeye ndiye ataweza kutawala ulimwengu. Anaamini akipata ile Jade atatawala ulimwengu. Cheki maneno. Anaamini akipata ile Jade atatawala ulimwengu. Kwa hivyo sasa ni kitanzi baina ya Manzi wetu Bluebird na Red Vulture. Uko Red Vulture alimwambia fanya hivi. Wacha tutafuta hii Jade, alafu tutawale ulimwengu tukua na wewe. Tuchukua na Jade tutawala ulimwengu. Lakini Bluebird alimwambia never. Me, I have to accomplish my mission. Nilitumwa na Queen nikuja kutafuta hiyo bidhaa na nihakikishe uswadi ujaanguka mikononi mwa Rex. Kwa hivyo hatuwezi tukasikizana na wewe. Wote wawili ni wadedri. Cheki Red Vulture na Bluebird. Red Vulture na Bluebird. Bluebird amefungwa mguu, lakini hiyo haitoshi. Alikatakisha lile kamba. Ruswadi aja karibu kumdunga yule Red Vulture. Red Vulture modo sio timu ya nayo. Kisha right on time. Hapa wale mabarbarians basi ni watu wake yule Red Vulture. Ruki wanarushiana nani? Washalala walikatakatwa wote mara moja na Manzi wetu Bluebird. Haitagwi Bluebird for nothing. She's not Bluebird for nothing. Lakini sasa ingawaje Danny ndiye alikufa, ile Jade aliwachiaga Chucklehead. Na ndio na 8th Master, 13th Master anakuja kumchukua Brockhead. Mwanzo anaamini Brockhead ati ndiye nani? Na hii ego uitazame. Manzi wetu 13th Master anaamini huyu kijana wetu Brockhead ati ndiye ambaye anatakikana na Marshall. Sasa anataka amchukue ampeleke kwake Marshall. Lakini wakati alikuja hapa alisikia wakidai hapa si wako na Jade ambayo inaonyesha pahali kuna treasure. Unaona? Manzi wetu alisikia vizuri zaidi. 13th Master alisikia kukisemekana hapa kuna Jade ambayo inaonyesha pahali kuna treasure. Treasure huenda ni dhahabu ama bidhaa nyingine aina hiyo. Sasa Manzi wetu akamwe kwanza aache kutafuta mtu ambaye ataweza awache kupeleka kijana. Kwanza afanya nini? Na nani huyo? Donien. Aya. Cheki maneno. Bidhaa ndio hiyo. Na akasikia hapa basi Brockhead akidai ati waliagana watapatana na Crouching Tiger. Na yeye hajui sura na yeye hajui ile mtu ambaye walifaa kupatana na Crouching Tiger ni Danny, na Danny alikufa. Akawaachia Brockhead. Sasa Brockhead alisikia kwa hii bidhaa ilifaa kupelekewa Crouching Tiger. Na wao wako wote wawili hawajui sura ya Crouching Tiger. Kwa sasa Manzi wetu alikuingilia akawadanganya yeye ndiye Crouching Tiger. Unaona? Ndio huyu 13th Master amevaa tuteru. Sasa kamuuliza hai 13 mudosio ni mwanamke. Wewe leta hiyo kitu media Crouching Tiger. Haya akapatiana. Kwa sababu wao walipatiwa na Danny na wakasikia Danny akisema watapatana na Crouching Tiger hapa. Kwa hivyo wao hawajui sura ya Crouching Tiger, ni kusikia tu walisikia Danny akisema watapatana na Crouching Tiger. Kwa hivyo huyu 13th Master, huyu Manzi alikuingilia akawadanganya yeye ndiye Crouching Tiger. Alikuingilia akawadanganya yeye ndiye Crouching Tiger. Najua umesikia hapa kuna treasure, akajua pia angependa kujua pale treasure iliko. Haya, Brockhead wako na Chucklehead. Lakini punde si punde Bluebird alikuingilia. Na mtazamaji siju kasao mission ya Bluebird alitumwa akaambiwa ahakikishe uswadi hautaanguka mkononi mwa mwokozi wa wanaume. Sasa naye kuingia pia akasema yeye pia ni Crouching Tiger. Ai kariado weli. Hata mimi naitwa Crouching Tiger na Hidden Dragon. Sisi wote wawili ni Crouching Tiger na sisi bado ndio Hidden Dragon. Na sisi ndio tunataka kwenda kuonesha pale ambapo treasure iliko. Haya. Sasa waji ni mafara wakaamini ati hawa wote wawili. Kisha basi 13th Master akamwambia Bluebird fanya hivi. Hapa kuna treasure, nasikia kuna treasure. Tusaona ile ilituleta hapa. Tuandame hii treasure. Na tutakahana hata tukule hana iguru, tukakole hana iguru. Okay, ni sawa. Na nisi yake deru tukiona ni ode modo weku ni Crouching Tiger.
Nero hawa wote wawili hakuna mtu anafaa kuitwa Crouching Tiger. Crouching Tiger ni Donnie Yen. Unaona? Crouching Tiger ni Donnie Yen. Mwanzo ile bidhaa ilikuwa inafaa kuletewa Donnie Yen. Aisoro. Sasa walisikizana, wakuwa wote wanne wakatafute treasure, wakatafute hapa basi ile treasure ambayo inaaminika. Juu wao walidhani map ambao basi iko kwa ile jade inawapeleka pale ambapo huenda kuna dhahabu ama kitu kama hicho. Na kwa hivyo kama ndivyo hivyo, waliamua kwenda mana wote wanne wakatafute hiyo treasure. Mwanzo naamini ile jade ina map ya kuonyesha, lakini huyu mwanzo anajua vizuri zaidi na alituma message kuwa ameanza kufuata, ameanza kupata maneno penye alivyo. Mwanzo wetu Brubadi alitumwa na Queen, nataka ushike vizuri zaidi. Mwanzo wetu Brubadi alitumwa na Queen kuhakikisha ule uswadi hautaanguka mikononi mwa muokozi wa wanaume. Na muokozi wa wanaume hajulikani ni nani, hakuna mtu anajuaga. Kulingana na utabiri, hakuna mtu ambaye anajua muokozi wa wanaume ni nani. Kwa hivyo huyu mwanzo wetu anajua hii map pale na waelekeza. Na inajua kwa hii map kitu ambacho kiko hapa, kitu ambacho tu ndicho na ambacho kiko hapo ni uswadi. Uswadi ambao inaaminika ukichukuliwa na muokozi wa wanaume, wanaume wataokolewa, wataacha kuwa basi watumwa wa wanawake. Hatimaye basi waliona Gathungura fasta basi Brokohead na Chakohead watumwa wakamate. Kanyama mani sine kilo igere nikaitwo kaino waligongana runikiwe na wano uo Chakohead. Brubadi aliamua kukamata kale kasungura kutumia ujuzi, lakini wakati tu alikakuza hivi, naye Chakohead alikuwa amekataa mcheki. Maza kashika Chakohead akamkamata. Damu zikavutana. Damu zikavutana. Gai. Kuna muibo kawadunga. Kauchomoa, lakini damu zilivutana. Waona nini? Wewe. Paka manzi wetu akashindwa. 18th master alishindwa niki haya. Kai oye, hatigai ukaria. No gathungura no ta mundu. Kaigure no tukure. Unasema tuacha kukakura tukukule. 13th master hata upika tukaria uraiga tutigakaria tukuria saidongi ino. Lakini kuna kitu moja ambacho haba si 13th master amesense. 13th master amesense kuwa Brubadi amemnoki Chakohead. Kulingana basi na venye ko呢就好似玩出火喎，家學人玩真感情，佢黐線，請係怕咩型啫？我哋女人嚟啊嘛，中意咪去做咯。我對嗰嚿炭呢一啲興趣都冇喎。嗱 Okay, huna haja na yeye, bas, dadhi kumohe. Si uende? Uko na hakika hujamnoki hata nikimpea utasikia vibaya? Hapana. Sasa manzi wetu 13th master aliamua kupima. Aliamua kupima kama ni kweli basi bila shaka pale yule Brubadi amemnoki Chakohead. Akaanza kumchekesha, cheki. Gai ninasikia sisi. Sasa naye Brubadi anadhani ni kunyanyuana, wananyanyuana, cheki. Nidalirwo mundu nidalirwo mundu. Alafu anaweka taa, alafu kivuli sasa manzi yako kando kabisa, lakini kivuli kinaonyeshana wanakisiana. Unaona? Na ni shadow. Kaanza kujiweka kamnyweso. Brubadi anajiweka kamnyweso. Unaona? Na ni taa. Unaona? Ni taa, ni reflection. Vivuli. Alijam. Cheki Brubadi na manzi wetu dati niko koroka hii. Ni huyo. Hatire kole anatwale yana togwekago. No tiga wana. Hata wewe endelea. Nimejua umemnoki huyo jamaa. Leo yani tumia. Hatimaye basi bila shaka pale ningepada ndani ya maji. Kaamua kuoga. Sasa naye manzi wetu ana imagine. Manzi wetu 13th master aliambiwa atafute mtu ambaye masikio inakuwa nyekundu. Anaanza kuimagine ati huenda huyu ndiye boyfriend yake Marshall. Ndio aliambiwa atafute huyu kijana juu ni boyfriend yake Marshall. Sasa ana imagine wakikisiana na Marshall, cheki. 13th master ana imagine wakikisiana na Marshall.
ni imagination. Lego taika. Kwa nini anasikia kutapika? Maana macho ni kimama kizee tena basi bila shaka pale kinono. Ndio sehemu kama zile basi wanawake wanaona hawatambuliwi. Wanawake wanaona hawatambuliwi. Sasa naye ugale alidhani ati atakulia mudu. Lakini hajoke. Okeko. Alipigwa moja ya ile ya inioro. Unaleta hiyo sura yako hapa. Aisoro. Siku iliyoweza kufuata Brubad ndio huyu. Na mtazamaji nataka ushike na uelewe vizuri zaidi. Brubad yeye ametumwa kwenye mission ya kuzuia ule uswadi usichukuliwe na mwokozi wa wanaume. Lakini 13th Master anadhani wanaenda kupata kitu kama vile Gorodi, kitu kama hicho. Hata basi bila shaka pale Chakohead na Brokohead wanaamini wanaenda kupata kitu kama hicho, kitu kama vile dhahabu. Chakohead na Brokohead wanaamini wataenda kupata kitu kama vile dhahabu. Lakini Brubad anajua vizuri zaidi ni nini ambacho kiko hapo. Ni uswadi ambao unafaa kupatiwa mwokozi wa wanaume, kisha mwokozi wa wanaume amchomoe Evil Queen mamlakani. Alright, ripoti ikafika kwa ikuru ya Marikia. Ripoti ikafika kuwa sasa hiyo bidhaa ilitumwa na Brubad. Kwa hivyo ripoti imefika kuwa Brubad bado anaendelea kufanya kazi. Kule mugate. Sasa uliona hapa si bila shaka na Master aliwafuata. Cheki. Na ungeshindwa Master na kuwa namna gani? Mwanzo sura na ndevu ni mwanaume. But ako na machungwa. Ni mwanaume ambaye ako na machungwa na kibwenye. Ni mwanaume ndio, lakini ako na machungwa na kibwenye. Hiyo ndio ajabu. Utakuja kujua ni kwa nini basi. Ni mwanaume ndio huyu Master. Ni mwanaume. Kabisa ni mwanaume. Lakini ajabu ni kuwa ako na machungwa na kibwenye na ni mwanaume. Badala awe na makagari ni kibwenye. Badala awe na maso ya kifua ni machungwa. Na ati ni mwanaume. Sasa mpaka basi 13th Master alimwambia wewe mama ni mzee sana. Aya, no usisahau hawa mamanzo wote wawili walidanganyana wao ati ndio Crouching Tiger. Akasema kwanza alitoa biskuiti ati yeye ni special agent. Unaonesha nani biskuiti ati wewe ni special agent? Ikasosiwa na Brubad. Unadanganya nani atuko kwa mission? Kainga right on time. Donnie mudodo kagawe. I am the Crouching Tiger and Hidden Dragon. Kai unakutokelia kwa wewe. Waliamua kumeria. Donnie akawafuata. Kwanza 13th Master alikamatwa. Kukamatwa. Kai Ulegwa torobo kai. Kaboka nyumeli. Sharala. Kisha akatumia zile silaha zake kisha kaamua kuepa. Donien. Lakini Donien yeye hoja yake kubwa ni kuhakikisha wanaume wameokolewa. Kumbe mamanzi walikuja kusikiza wakati Donien ni kama nabii. Kwa hivyo Donien akamwambia Master, unajua nini? Imeandikwa kwenye Biblia kwa wakati moja Injili itaenda ibiwe na mwenye taiba atakufa. Lakini wawili ambao wataweza kuichukua, mmoja wao ndiye Rex. Mmoja wao ndiye atakuwa Rex. Iko na maana ndiye mwokozi wa wanaume na atakuja kuwa mfalme. Kwa hivyo kati ya Chakohead na Brokohead, mmoja wao ndiye mfalme na ndiye mwokozi wa wanaume. Ni mae ni ati githio guo imundo isi cia wano guo polisi na wana usigetwe katia hawajui hata vita watawezaje kupigana na Evil Queen. Watawezaje kupigana na Evil Queen?
ni dare kana noto inokire horo sio wadakalia muno. Master amejam, lakini Donnie alimwambia ni ukweli. Donnie alimwambia ni ukweli. Mmoja kati ya hao vijana ndiye atakuwa mfalme wa Amazonia. Hawa na wajua atakao historia za Donnie. Cheki venye alifanywa, walichukua ile dawa ya mapenzi, the love potion, wakaangushia Donnie wakiwa na Master. Na hii inakuwaga mkiangushiwa mnaanza kupendana na mnagudhana ololo. Sasa hawa lakini haisuru Master akona kibonya takudhu ororo tu. Cheki maneno. Salala. Kaliki tunaigua we. Anaona kama ni kadem kasupu. Cheki. Doniana anaona kama ni kadem kasupu zaidi. Kisha wakaingia faster we. Lakini nyinyi sio crouching tiger. Wakaamua cheni ujinga. Bora pale tunaenda kuna dhahabu, kuna treasure. Tuendeni penye tunaenda, hebu angalieni mwenye anawaambia wameanza kupendana. Anema isi ni ng'ombe. Siabia kugudha na ororo. Ni maabia kugudha na ororo. Sasa Broko Head na Chako Head wakaamua mmoja wao atakuwa king. Kwani hiki tunafanya kazi? Brubad akaambiwa ndio, akapewa. Unaona ile bidhaa ya mapenzi Brubad alipewa. Hata hivyo waendelee na safari. Mwanzo kwa ile jade ina map ya kuonesha pale treasure iliko. Kwa hivyo wao walikuja kutafuta kameri, haba sibirisha kuparaka kujitengenezea, wakaamua kutamburuka nako. Wanatumia ile jade, maana ile jade ina map ya kuonesha pale ambapo treasure iliko. Na mtazamaji nakwambia tena na tena, mwenye anajua ni treasure ina gani iko pale ndani ni Brubad. Brubad anajua ni uswadi ambao mwanaume na ambaye anafaa kuwa mfalme akiuchukua, mwanaume na ambaye anafaa kuwa mwokozi wa ulimwengu akiuchukua ule uswadi, atakuwa na nguvu sana na ataweza kuangamiza kila aina ya mtu, na ataweza kuangamiza pia mpaka the evil queen. Sasa Brubad alibakia raizo, naye manzi wetu akakuja kwa Broko Head. Akaanza kuambia Broko Head, unajua namna gani? Mimi naona kama yeye ndio utakuwa mfalme. That in the master. Mwanza namwambia sasa mimi nataka niwe wako, manake wakati utakuwa mfalme na mimi nitakuwa malkia. Huku Brubad namwambia, kwa hivyo nampenda tu juu ya ufalme. Mwanza kadai ndio. Broko Head atakuja kuwa mfalme na mimi nitakuwa malkia, tutaishi pamoja. Kidogo hivi mawimbi sana kuna nini? Sasa cheki vile alimkamata manzi akashika machungwa. Kinogo yake urahudia nyonyozi yako akawana hati yawe kawe wako. Nyoheno. Manzi amejama. Sasa Brubad alimwambia, unajam kitu gani? Na unaona kabisa Broko Head atakuwa mfalme, ushamnoki. Haisuru vinyi ambavyo ile jade inawaelekeza kwa ile mapa, ndivyo waliendelea basi kukuingira upande ndani. Waliendelea kukuingira upande ndani kama vinyi ambavyo wanaelekezwa. Waliendelea kudunda na kupenya na kuingia upande ndani. Ili sasa map ambao wanatumia iko kwa ile jade. Walipita pahali kuna hivi design kama hiyo. Shalala. Hawajui ni bidhaa ya aina gani iko kule. Isipokuwa tu huyu Brubad, hakuna mtu anajua ni bidhaa aina gani iko kule upande ndani. Lakini Brubad anajua vizuri zaidi. Kunao uswadi, na huo uswadi ukianguka mikononi mwa yule ambaye anafaa kuwa mwokozi wa wanaume, hakika atakuja kuwa na nguvu na atapata nguvu mpaka za kumwangamiza the evil queen. Hawekedo. Punde si punde. Hii mchunge zaidi. Wasi mchunge zaidi, manake hapa kuna manza kwa jina la Red Vulture na kuna kikosi cha Barbarian. Red Vulture na kikosi cha Barbarian alikuingilia, anataka ile jade. Red Vulture sasa anataka ile jade na hacheki na mtu. Anataka ile jade na hacheki na mtu. Na mchunge hapa kuna maneno. Huko upande wa chini kuna maneno. Sasa wale watu wake Red Vulture walianza kususiwa na maamateurs. Cheki, Red Vulture ndio huyu. Lakini punde si punde upande wa chini kulianza kuchomoka maamateurs. Salala, upande wa chini kuna chomoka maamateurs zinasusi watu.
Cheki maneno. Unastua nani? Alitupwa. Chunga kusosiwa, chunga kusosiwa. Lakini kidogo sasa hawa ni watu wake, ni mabarbarian. Lakini mabarbarian walianza kusosiwa na maamechas. Maamechas wanachomoka upande wa chini, wana wameza. Tena gaidero walipanda mti kama nugu. Speed. Cheki maneno. Wala la 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 la. Chunga sana 13 master. Kapata huyo akasosiwa na maamecha. Panda speed. We. Mbio style kama hiyo. Brokohead, check venye wameshikana. Brokohead wakiwa na 13 master. Ai! What? This is Dr. Mia kana moke matolie. Akamkamata na miguu kai ndoage tuma ikagarire hinyererio ni muti we abasi naye Brubadi wakuwa na hepa Brubadi wakuwa na hepa maskini bila shaka para kuona manzo na kijana wetu Chakohead walizingirwa na barbarian mabarbarian wake Red Vulture, lakini punde si punde maamecha wakachomoka wakaanza kwa sosi maamecha wakasosi. Cheki maamecha zinachomoka huko pande wa chini unapera namna hiyo, unaona unapera stari kama hiyo walikula mpaka Red Vulture kwenda chini akakamata. Basi bila shaka para na manzi wetu Brubadi, naye Brubadi amekamata upande mwingine basi na kijana wetu Chakohead. Red Vulture alimuuliza mbona unanishika, mbona unanikamata? Basi bila shaka pale badala uachilie tu niende, mbona unanikamata stari kama hii? Lakini kimwambia licha na kuwa wewe ni msaliti, tuliishi pamoja kama masista. Lakini alimwambia chumbi tu ni msaliti, wacha tu niende ili spirit yangu ikae pema peponi. Kamwachilia. Lakini pia na wao hapa kukabomoka. Sasa wao hawakusosiwa na maamateurs, ni kubomoka kulibomoka, wakaingia upande wa chini. Brubadi wakuwa na Chakohead. Sasa naye 13th master ndio hawa wakuwa na Brokohead. Kama katuti ingekuwa zaka mwambia hata nikidedi nitakuwa na furaha juu nitakufa ndikuwa nimekushika. Jamaa tena akaenda kwa digida anacheka, anaona manza shamnoki, lakini umanza alimnoki juu anasikia ati atakuja kwa ufalme. Hana walianguka elewa, hawa hawakumezwa na maamecha. Mwanzo maamecha kwa hii haunted city ni kama mashetani, ukikuliwa unaisha. Maamecha zinakusosi unaisha. Lakini mbali na maamateurs kuna macaveman. Na macaveman wanavaliaga kama maamateurs ili maamateurs zisiwasosi. Unaona? Sasa hao ni macaveman. Na macaveman wamesoma design za maamecha. Na wanakaa kama maamecha ili maamateurs wasiwasosi. Cheki maneno. Haya. Sasa wanavaga design kama ya macaveman, wanavaga style kama hii ili kushtua maamateurs na ili wasisosiwe na maamateurs. Sasa jamaa wetu aliichekesha. Ikacheka, unaona? Wakachomwa zile bidhaa. Hawa sio maamateur, ni macaveman. So you are human. Wakatoa zile meno. We are caveman. Mimi naitwa Karuka na naitwa Karukuna. Haya, tunaliaga na tunachekaga na tunaweza toa vita. Kale agoroki. Tunaweza pendana. Domo hagi we mutiendane. Sasa walihagiana wakapendana. Lakini Brubadi na ule manze mcaveman katigiralerio akaharo. Katigiralerio kaharo. We nikia kwendana. Manza kaambua cheka kidogo. Na caveman ukicheka wanacheka. Kumbe macaveman wanakuaga hivi, ukicheka wanacheka, ukiruka wanaruka, ukilia wanalia. Na ni wengi. Macaveman walikuwa wengi, kwa hivyo basi bila shaka pale Brubadi wanaweza kukaribisha vizuri zaidi basi na macaveman. Macaveman wanafanyaga venye ambavyo unafanya, ukicheka wanacheka, ukilia wanalia. Style kama hiyo. Macaveman shesha. Walianza wote kuruka. Cheki. Walianza kuruka wanacheka.
Cheki maneno. Macaveman walijifichaga upande wa ndani. Macaveman walijifichaga huku upande wa ndani ili kuondokea utawala mbaya wa the evil queen. Haya, jamaa alilala akiwa amejishikilia kwa mti. Cheki. Ako kwa mti na amelala. Sasa naye manzi wetu 13th Master aliamua kumkiss. Cheki. 13th Master aliamua kumkiss. Jamaa wetu ajai amuka kastuka namna hiyo. Cheki. Modo arenda kundia. Sasa manze lishindo gikarikia wanatia. Wacha ujinga. Wezi hata nishikilia. Sini kukukisi. Ai ni dakio naenda kunuma kiromo. Ndoko dako unuma kiromo. Hii karikia nako. Manze kufika hapa kaanza kupiga nduru. Na nataka ashikwe. Cheki. Ananyamaza. Akiwachiliwa? Ananyamaza. Akiwachiliwa? Tigawana. Anasikia vizuri tu basi bila shaka pale mwenye anashika shuko ni sasa. Tigawana. Kiwe. Anataka tu ashika shuko stara kama hiyo. Niki uranyi togu wewe gatuma mundu aigwa kiondo kinyamukira hiyo ha gatagate ka maguru kaigwa kihiyo. Mundu aigwa kinyamukira hiyo hayo ho. Kumbe Broko Head ni virgin boy. Na Chako Head wako hapa basi bila shaka pale kwa Macaveman. Macaveman walianza kuapa kwa lazima watafanya revenge. Jua walijifichaga hapa kuondokea utawala mbaya wa Evil Queen. Wakati waliona Evil Queen hataki wanaume na wanawake wapendane. Wakati waliona wanaume wameanza kufanya manini? Ma prisoners. Wao wakaamua kuja kukaa hapa ili wafanyake venye wanataka. Wakakaa hapa kwa hii mizi mashimo mpaka wakawa they are the cavemen. Na wanaapa sasa wakati umefika lazima wafanye revenge. Lazima wachomoke upande wa nje. Wakae na amani. Lazima huyo Evil Queen atoroe kwa utawala wake. Lazima huyo Evil Queen aweze kutambarizwa. Amefanya mengi mabaya, ameumiza wengi na lazima atambarizwe. Whatever come. Twende revenge. Wakaanza kuyolia. Toraga modelo yako wewe TV muroraga. Twende revenge. Aba holera. Akamguzaguza ili acheke. Sasa wanacheka. Hasira zikaisha. Hata hivyo walitoa bidhaa. Lakini sasa hapa kuna kitu moja ya makosa ilifanywa. Na iliwa Brubad yako na ile kitu ya mapenzi. Kwenda kupata ile kitu ya mapenzi, jamaa wetu alichukua akafunua. Chako Head alifunua. Na ikifunua watu ni kupendana. Sasa watu kwa hii caveman waligudhana ururu. Kwanza Chako Head akakamata Brubad, akamugudha ululu venye hujawahi ona. Na hii kitu hii virus ikaenda kwa kila mtu ambaye ako kwa hii cave. Macaveman walisuhusiana, waligusana ululu. Kila mtu na demu wake, kila mtu na kendo wake, kila mtu akona ini, kila mtu hado karogito ini. Watu waligudana ororo usiku hiyo. Ungeingia hapo gedhani kuna sherehe, kuna pate ya metugo inachamushwa. Juu ni kugudana ororo tunasikia chapo. Hai suru. Sasa Broko Head walianza kutafuta Chako Head. Lakini punde si punde walisikia watu kama maamechas wamepita. Cheki. Broko Head natafuta Chako Head. Huko walikuja wakaporea stari kama kuna 13th Master. Punde si punde. Nini? Ndio Macaveman wamesoma style za maamechas. Tuadiro wale mua. Lakini punde si punde. Hao ni Macaveman. Walikuwaga wamewaleta nani? Walikuwaga wamewaleta kina Chako Head. Chako Head ndio hawa. Kalinywe. Sasa wacha wana hao wanashikana. Nikimuranyita noguo. Ndio hao wameshikana juu uoga lakini wameshikana juu walikutana ororo. Haya, na makienda nae. Nikimurenda noguo. Na nikiturenda nawe. Sasa wanauliza wale bwana wameshikana na wao pia wameshikana. So punde si punde ni wakambe na sasa let us accomplish our mission. Tufanyeni chenye kilikuwa kimetuleta hara zenye wizi. Tufanye chenye kilikuwa kimetuleta hara zenye wizi tumalize. Hivyo bila kupoteza wakati basi walianza kupanda mbio. Bas, Jedi wako nayo. Jedi inafaa kuwekwa rahisi ili mlango ufunguke. Na huku ndiko kuna uswadi
uswadi ampo sasa ndio utaamua ni nani mfalme na ni nani atatoa wanaume kwa utawala wa Evil Queen. Cheki maneno. Walifungua basi, lile lango lilifunguka vizuri tena zaidi. Lile lango lilifunguka vizuri tena zaidi. Inakaa hii territory ni ya zamani sana. Hii territory ni ya zamani. Hii ndio ilikuwaga ikulu wakati wa zamani za kale. Zamani zile zao sasa, zamani zao. Sasa leo hii ni wakati wa zamani, lakini zamani yao hii ndio ilikuwaga iko right on time, don't end. Yo, kimotokelea.